Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru wa Imani. Kwa hakika ni kazi inaendelea hapa maeneo ya makaburini iliyopo Marachi, Busia County, na hawa ni vijana ukiangalia wako busy kabisa katika kazi ya kufanya usafi na kutoa kichuguu katika maeneo haya ya makaburi. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru wa Imani, kwa hakika ni sio kazi nyepesi unavyoangalia, wakiwa ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani, wakiwa tena wamefunga. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru wa Imani, hawa ni vijana wanahitaji kusapotiwa kwa kweli, kwa sababu vitendea kazi vyao pia ni vichache. Kwa hiyo kama ni Muislamu unanitazama, unaweza utafuta uongozi wa vijana wa Busia Muslim Youth Group hii waweze kuwasapoti kwa shoka na vifekeo na vifaa vingine vya usafi kama wheelbarrow unavyoona hapa. Wheelbarrow ni moja, hii gari ya kubebea michanga ni moja, wheelbarrow ni moja. Na ukiangalia hii ni njia ambayo kwamba inaingia makaburini, ni njia ilikuwa mbaya kabisa, magari hayawezi yakapita, na wao sasa wanaweza kufanya kazi moja tu ya kuziba yale mashimo ambayo kwamba yaliyosababishwa na mvua katika njia hii. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru wa Imani, kama unavyoona wheelbarrow ni moja na kazi inakuwa spidi yake inakuwa ni ndogo. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, kama utakuwa na uwezo basi wa kuchangia chochote kitu kama wheelbarrow, panga, slasher na jembe, basi unaweza ukaona uongozi mzima wa vijana hawa wa Busia Muslim Youth Group. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru wa Imani, na haya ndio makaburi unavyoangalia, ni makaburi. Kwa hakika sehemu imekuwa safi kabisa, japokuwa ilikuwa ni msitu ambao kwamba ulikuwa hauwezi kutazama hata kaburi kama ilikuwa kuna kaburi ndani ya uwanja huu. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru wa Imani, ni wako Al-Ustadh Zamyl Al-Farshi anayerusha matangazo haya kupitia TV yako pendwa Zamyl TV Nuru wa Imani. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bado tunaendelea kufika hapa kulingana na itakuwa kwa mimi tena kwamba hajataka kesho anataka hapa bado ana bado wasaidia alikuwepo sasa chama naomba tumpe mheshimiwa Mike atuelekeze ndio tujue kweli kama bado tutazidi kuzika. Ni ile sisi tunamwekea ati yani yeye ako na ufahamu. Sasa yeye atupee mwelekeo, atuambie tunaweza zika hapa ama huyo marehemu mwenye tulizika ndo wa mwisho kuzikwa hapa. Kwa sasa nakukata kwa sababu gani? Kwa sasa hivi hayuko serikalini. Kenya nilikuwa naomba atupe ufafanuzi hapo wakati kwa awali yenye alikuwa serikalini, maslaha haya makaburini ako na habari kuhusiana na maslaha ya haya makaburini, kuhusiana na soko ya kumjumia ya hapa inajengwa kivipi. Kitu yenye mimi niliuliza ni perimeter wall kwa shamba ya kiserikali. Hii ni shamba ya kiserikali, si shamba ya Kiislamu, ni shamba ya kiserikali. Sisi vile tuko hapa hatujui vile tulijipata tukaanza kuzika hapa, si ndio? Sasa ni shamba ya kiserikali na serikali hiyo haijatupa sehemu kutuambia officially hii ni sehemu yenye kufanya kuzika. Na serikali inajua sisi Waislamu hatuko kama mandugu zetu, hatutaenda tuziko makwetu, tutaenda tuziko wapi? Sisi tunazikoanga wapi? Makaburini. Na makaburi yenye tunajua ni haya. Sasa ndio sababu nilikuwa naomba ndugu wangu huyu alikuwa serikalini. Hiyo wakati alikuwa serikalini, kuna ujumbe wote ambaye anao kuhusiana na hii sehemu na protokoli yetu ya kujenga perimeter wall, atufafanulie ni vipi tutajenga ile ukuta liende kiasi la nyumba ama ni kiasi lipi inafaa tujenge, ili serikali ikikuja isianze kutuambia mbona mlijenga hiyo ukuta ikaenda juu hivi ama hivi. Kitu ile ambayo tunaweza kuwa reasonable nayo tukisema sisi tulijenga hiyo ukuta tukizingira maeneo yetu, unapata hivyo tu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam. Mwanzo nachukua nafasi hii kuwashukuru sana vijana kujitokeza kuja kufanya jambo la fisabilillah, kuhakikisha kwamba makaburi zetu yako masafi, mazingira yako sawa. Jambo la pili, mmeuliza swali niweze kufafanua hii proposal ya kujenga soko la jumia
ambaye inaangaziwa kujenga hapa karibu na makaburini. Alhamdulillah, wakati hiyo proposal ilikuwa mwaka wa 2019, lakini beacon ikawekwa mwaka 2021 na mimi ningependa niwaeleze hii sheria ya kiserikali ama hata NGO ukitaka kujenga kitu lolote mahali penye wakazi ama wananchi wanaishi, kuna ile sheria wanafata. Jambo la kwanza, wanafanya kitu kinaitwa feasibility study. Wanaangalia mahali watakaweka hiyo miradi ni kina nani watakuwa affected either positively ama negatively. Jambo la pili, wanafanya ile kitu kinaitwa environmental impact assessment report. Hii ni maswali wanauliza wale the beneficiary, wale watu ambao hii miradi ikijengwa karibu nao watakuwa affected kwa njia gani, na wangependa hiyo miradi ikitengenezwa ni nini iguzwe, nini isiguzwe. Alhamdulillah, wakati walikuwa wanafanya hiyo ripoti katika ofisi, miongoni ya mambo ambayo tulizingatia na tukasema kwamba hii tuko na interest lazima iwekwe, jambo la kwanza ni makaburi, na kaburi ikatengwa ikachorwa. Hata wafadhili wenyewe ambaye ni trademark, the World Bank itajenga hiyo sokoni through trademark East Africa, ile organization ambayo ilijenga hiyo one stop border Kenya na Uganda. Wakafanya hiyo environmental assessment report, tukasema makaburi ibaki, wakasema hawana taswishi na kaburi. La pili, kuna shule hapo inaitwa Mjini Primary, pia wakazi na wananchi mpya nilikuwa kwa ofisi, tukasema pia tungependa shule hiyo ibaki, manake inasaidia wananchi wa hii area. La tatu, kuna maji ambayo tumezaliwa ipo mpaka sasa hii, spring water inaitwa Opade. Hiyo ni mambo matatu ilizuiwa hapa katika hiyo miradi isiguze. Na wakati wanaweka beacon, before waweke beacon, hiyo kampuni ambayo ilipata majukumu ya kufanya hiyo report, kuchukua maoni kwa wananchi, ilikuja na report kutuliza maswali tena tuhakikishe kama yale pendekezo ambayo tulipeana ni yamenukuliwa hapo katika hiyo report ama hivi ama hayajanukuliwa. Wakasema makaburi ikachora vizuri, ikatengwa kando makaburi, shule ikatengwa kando. Ndiposa wakati permanent secretary wa East Africa kuja kuweka beacon imewekwa nyuma ya Mjini Primary kwa hizo mamiti, hata inaweza wapeleka mkaona. Permanent secretary alikuwa Governor Suspiro Jamonga, alikuwa the area MP Odanga alikuwa, na mimi kama area MC nilikuwa. Najua penye beacon iko. Beacon iko nyuma ya Mjini Primary, na hiyo sokoni itajengwa mpaka kule karibu na hiyo warehouse ya customs ya Uganda. Wakasema in future second phase ambayo inaweza kuja maybe vision 2050, wanasema kuanzia tena huku watajenga hospitali na shule ile ya East Africa. Lakini wamesema hii makaburi hawataguza. Hata walisema hii walituuliza ni nini wangependa au watujengee katika makaburi hapa. Tukasema tukipenda mahali pa kuosha maiti na masjid hapa ndani. Wakasema hiyo. Kwa hivyo hapa hakuna mtu ambaye tuzuia. Hakuna mtu ambaye tuzuia hapa. Kuna wakati 2018 wanasema si county commissioner ametuzuia. Mimi mwenyewe nilienda kule. County commissioner akasema mheshimiwa, sijui kitu nasema hivyo. Hatujaizuiwa hapa. Hapa ni udongo ya serikali kuu. Na hapa kutoka hapa mpaka kule Sofia inaitwa security buffer zone. Na sheria ya security buffer zone wanasema ukijenga jengo lolote ama hata kuweka mimea yote isiwe zaidi ya mita 1. Ikuwe chini kiasi kwamba afisa anaweza kaona umbali hata wa kilomita 1. Kwa hivyo kama hata ni perimeter wall lazima ikuwe sio zaidi ya mita 1. Kwa hivyo hapa mimi tangu sijaisikia mtu ametuzuia ati msizike watu hapo, mfanya nini hapa? Manake zile makaburi ambayo ilikuwa hapa za zamani early 80s, makaburi hiyo siku hizi zilijaa za makaburi za umma, wakajenga shule kama shule ya Walid of Mercy, hiyo ni makaburi. YMCA hiyo ni makaburi. Pale Jua Kali hiyo ni makaburi. Then nyingine ikakuja kwa nyuma ya Farmview Hotel. Then kufikia hapo ile hizo makaburi kwa imepewa na local government, municipality by then. Tangu siku hiyo hatujai kuwa na kaburi ya umma mpaka saa hizi. Kwa hivyo mimi nahimiza tu ndugu zangu Waislamu tuzidi kufanya usafi hapa, tuangalie mahali petu. Tuna ndugu zetu wanatafuta riziki kwa kutengeneza matafari. Tunawaheshimu tafadhali riziki yao, lakini wao pia waheshimu watu wetu ambao tumewalaza hapa.
wanapotafuta riziki yao, wakisija wakaingia mpaka kwa makaburi, waanza mpaka kuchimba makaburi. Hiyo ni dharau, hiyo ni fitina, na mimi nawaeleza kwamba wakuwe na utu. Maana hata kama ni riziki utafuta, ni makosa kubwa sana kumsumbua yule mtu ambaye amelazwa katika kaburi yake anapumzika. Ni jambo la kuchukiza, ni jambo la kuuma unapokuja unapata mtu wako amefukuliwa ama mtu wako amechimba matafari mpaka inamfika kwa Mungu. Ni jambo la kuuma kabisa. Tuzidi kuangalia makaburi yetu. Mimi nahimiza mandugu zetu wa Kiislamu, hata kama kuna wakati wote uko free, tembelea makaburi hapa, uangalie vile watu wetu wanakaa na vile mazingira hapa iko. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pengine mheshimiwa, unasemekana kuna kiongozi wa makaburi haya anasimamia. Hiyo taarifa unayo kweli? Kuna mtu anaitwa Hassan Babu, tunasikia ni kama ni msimamizi wa makaburi haya. Ile swali likoje? Sijapata kujua hiyo. Manake kama angekuwa ni msimamizi wa haya makaburi, haya machafu yanafanyika hapa, tungekuwa tumepata taarifa mapema. Hawangeruhusu hao mandugu zetu kuchimba matafari mpaka wanachimba karibu na makaburi kama tungekuwa na kiongozi. Na kama yupo then naomba aweze kufanya ile kazi ambayo alipewa. Kama kuna jambo lolote angepanda Waislamu waingilie ndani yake, tuingie ndani yake, atueleze kwa mapema. Kuna mwingine mwenye kuongea? Hili kikao kinafanyika makaburini hapa na vijana wa Kiislamu wakijadiliana kuhusu swala nzima la kujengwa ukuta perimeter maeneo haya makaburini, ikisemekana kwamba makaburi haya ni ya serikali, lakini tumepata uwazi kamili kwa ndugu yetu mheshimiwa hapa Mose kwamba tuna ruhusa ya kujenga perimeter wall, isipokuwa ruhusa yetu tunajenga perimeter wall ikiwa ni mita 1 pekee yake, sizidi, kwa sababu ni security buffer zone. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru wa Imani, hii ni kikao cha Waislamu vijana waliofanya usafi makaburini hapa. Ni mimi wako Zamyl Farshi katika TV yako pendwa Zamyl TV Nuru wa Imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila liqa.